Wacha tuombe tunapoanza mahubiri ya leo. Mungu wa Israeli, Mungu unaishi, Mungu unayestahili sifa na shukrani. Ninaomba ya kwamba jinsi vile ambavyo umenielekeza mahali hapa, ninaomba ya kwamba neno lako litakapopita Roho Mtakatifu, ninaomba baraka zako zitashuka juu ya wapendwa katika kazi zao na zikabidhi mikononi mwako, Mungu wa Israeli. Kuna wakati waliweza kunipanguza machozi wakati nilihitaji msaada wa wanadamu, na ndiposa nimerudi mahali hapa kwa ajili ya shukrani na pia kwa ajili ya kuwapa tumaini ya kwamba kuna Mungu mbinguni ambaye anaweza inua, kuna Mungu mbinguni ambaye anaweza kuokoa kutoka katika ile hali ambayo uko. Ninataka nisome andiko tunapoelekea na mweze kubarikiwa sana. Mwenyezi Mungu awe pamoja nanyi mnaposikiza hii neno, na ninasema ni asante. Mbarikiweni sana ndugu zangu. Yohana mlango ni wa 11. Nitasoma mstari wa 4 na pia nitasoma mstari wa 39 na nimalizie na wa 44. Maandiko yanasema namna gani? When Jesus heard that, he said, "This sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God might be glorified thereby." Maandiko yanasema ya kwamba Yesu aliposikia kwamba Lazarus anakonjeka, Yesu aliwaambia kwamba huu ugonjwa sio wa kumuua, bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mwenyezi Mungu ukaweza kutimilika na kutendeka kupitia mwanawe. Nimekuja kukupa tumaini, ewe ndugu yangu, ewe dada yangu, ambaye unapitia hali ambayo ni unafikiria kwamba umeangamizwa, ambaye unafikiria kwamba hiyo hali ama hiyo situation ambayo uko nayo ni ya kukuhangaisha. Nimekuja kukupa tumaini ya kwamba kuna Mungu mbinguni. Yesu aliposikia sauti ya kwamba Lazarus ni mgonjwa, aliinuka na akasema ya kwamba huo ugonjwa sio ya kuangamiza Lazarus, bali ni ya utukufu wa Mwenyezi Mungu. Kabla niendelee, nataka nisome kwa ajili ya andiko, alafu nitachukua dakika zenu kiasi ninapowahubiria, na nikitoka hapa kuna mtu atakuwa amepata tumaini. Mwenyezi Mungu, ninakushukuru kwa ajili ya maandiko. Unasema ya kwamba Lazarus ugonjwa wake uliwapa tumaini ya kwamba sio wa kuua, bali ni kwa ajili ya utukufu wako. Kuna mtu mahali hapa anapitia hali ambayo si ya kawaida. Kuna mtu mahali hapa amepoteza tumaini, lakini umenileta na ujumbe ya kwamba hiyo hali ambayo anapitia sio hali ya kumwangamiza, bali ni hali ya utukufu wake, utukufu wako ukaweza kutendeka. Ninaomba ya kwamba ukampe tumaini mpendwa mahala hapa ambaye ameruhusu tumaini inapohubiri hii injili ikaweza kumfikia, akaweza kupata tumaini. Ninavunja kila madhabahu ya giza ambaye anaweza inuka kuleta confusion katika anga, katika jina la Yesu ikapate kushindwa. Asante, na katika jina la Yesu Baba nakuamini. Maandiko yanasema katika Yohana 11:4 pale Yesu akawaambia kwamba huu ugonjwa sio wa kuua Lazarus, bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mwenyezi Mungu. Ninapoendelea kusoma hiyo chapter 11 verse 39, then Jesus said, "Take away the stone." And Martha, the sister of him that was dead, said unto Jesus, "By now he stinks. He was dead and buried 4 days ago." Martha ambaye alikuwa sister wa yule ambaye alikuwa amekufa ni Lazarus, akamwambia Yesu, wakati huu huyu ananuka, sio wa kufufuliwa ama sio wa kuondolea lile jiwe, maana tulimzika siku 4 zilizopita. Nimekuja kukuambia kwamba hata kama walikuwa wamekata tamaa, hata kama walikuwa wameona kwamba umeisha, hata kama walikuwa wameona kwamba umemalizika, kuna tumaini kwamba Yesu anapokanyaga mahali pako, Yesu anapokuja sehemu yako, kuna tumaini ya kwamba unaenda kuinuka tena. Kuna kuinuka tena. Ndiposa nimekuja kukutangazia kwamba usiwe na wasiwasi. Hata kama kuna yule anasema ya kwamba ulisikwa 4 days ago, yako yamesaulika, nimekuja kukupa tumaini kwamba hautamalizika. Huenda ni biashara yako ambayo inachitimia, huenda ni biashara yako imekulemea ndugu yangu, nimekuja kukupa tumaini kwamba kuna Mungu mbinguni. Jesus said unto her, "I told you that if you believe, you will see the glory of God." Wakati unamwamini Mungu, utaona utukufu
wa Mungu, haijalishi kama ndugu yako mlizika 4 days ago, nimekuja hapa ya kwamba wakati unamwamini Mungu, hiyo hali yako inaenda kutukuza Mungu, hiyo hali ambayo uko nayo inaenda kuinuliwa tena. Haijalishi ni situation gani ambayo imekukwamisha mahali, haijalishi ni muda gani umeng'ang'ana ndugu yangu, nimekuja tu kukupa tumaini ya kwamba kuna Mungu mbinguni, na Yesu anapokanyaga mahali pako lazima kuna tumaini. Yesu anapokutembelea kwenye biashara yako lazima utainuliwa, lazima utabarikiwa tena. So kuendelea pale mbele, then Jesus said, then they took away the stone from the place where the dead was. Then Jesus thanked God and said, for the sake of these people, let them know that you sent me. Then after Jesus had said that, and after Jesus had said that, and when thus had spoken, he cried with a loud voice, Lazarus, come out. And he that was dead came out. Then he ordered, untie him and let him go. Yesu akainua sauti baada ya wao kutoa lile jiwe, baada ya kuobei Jesus ya kwamba take away the stone. The stone ni kama kizuizi ambacho kiko mbele yako. The stone ni kama kizuizi ambacho walikuwa wameweka kwa Lazarus, kwa kaburi yake, ili asiweze kutoka ndani ya kaburi. Hata sisake mwenyewe akasema huyu alikufa na tulimzika 4 days ago. Lakini ninataka nikuambia kwamba Jesus, when he ordered take away the stone, hakukuwa na pingamizi. Alikuwa anapeana order ya kwamba take away the stone and untie him. Baada ya kufufuka, nimekuja kukupa tumaini ya kwamba lile jiwe ambalo wamekuwekea ili uzame, ili uangamie, nimekuja kukupa tumaini ya kwamba Yesu amekuja kusema ya kwamba, kupeana oda ya kwamba jiwe liondolewe katika lile kaburi ambalo wamekuweka. Jiwe liondolewe. Kuna muujiza Mungu anataka kutenda katika biashara zako, katika familia yako, katika shughuli zako, naye Mungu akiwa ametembea sehemu yako, lazima ukuwe na tumaini. Maandiko yanasema baada ya wao kuondoa jiwe, Yesu akainua macho juu mbinguni, akamshukuru Mwenyezi Mungu. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, akaoda ya kwamba Lazarus, come out. Na yule aliyekuwa amekufa akatoka ndani ya kaburi. Yule aliyekufa alitoka akiwa amefungwa. Yesu tena akaoda, untie him and let him go. Yesu anakuja kuwa oda wakufunguanishe vile walikufunga, wakakuweka kwa kaburi, vile walikufunga, wakakuachilia, wakaweka jiwe kubwa, wakawacha biashara yako iangamie. Lile jiwe ambalo wameliwekea, zile vifungo ambazo wamefunga, zinaenda kufunguliwa siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Sijui kama kuna mtu anasikia hiyo message. Mungu amekuja kurejesha tumaini kwa yule ambaye umepoteza tumaini ya kwamba kuna Mungu mbinguni anaenda kufungua kazi yako, anaenda kukuondolea haya magonjwa. Yale magonjwa ambayo yanakangamiza, yanamaliza pesa ambazo ni faida yako. Nimekuja kukutangazia kwamba kuna Mungu mbinguni ambaye anaona jinsi vile unalia. Anasema katika 2 Corinthians chapter 12 verse 8 that my power is greatest when you are in your weakest moment. Wakati ambapo uko hali ya chini, hapo ndipo una experience Mungu. Wakati unaona biashara yako iko chini, hapo ndipo Mungu anajitokeza. Wewe ni kumtumainia Mwenyezi Mungu. Anasema katika Isaiah 41:10 ya kwamba be strong, I am your God and I am with you. There is nothing that is going to terrify you. I will protect you and keep you safe. Mungu anakuahidi kwamba anaenda kukulinda biashara zako, anaenda kukupigania katika hali ambayo unapitia, anaenda kukuongoza. Huyo Mungu ambaye aliweza kuniokoa akanifanyia huyu mtoto wangu, sasa amerudi shule, the same God can still work for you. Anaweza kukuingilia katika biashara zako, anaweza kukuingilia katika ile kesi ambayo inakusumbua na ukaweza kupata uponyaji. Lazarus akainuka, akafufuka tena. Yesu akaamrisha mfunguanishe. Nimekuja kukuambia nini? Wale walioshuhudia ukizikwa katika kaburi la sahau, wameona ya kwamba biashara yako iko katika hali ya kwenda, hakuna tumaini tena. Nimekuja kukuambia kwamba wale wanaoona ukihangaishwa hata na wale walikupea loni, wale ndio wataona biashara yako ikiinuliwa tena. Wale ndio wataona Mungu akikuonekania tena. Wale ndio wataona stock yako ikirudi tena. Ulikuwa mtu wa stock kubwa, lakini sasa hivi umerudi katika hali ya chini. Ninataka nikuambie kitu moja.
kuna Mungu mbinguni ambaye ameona jinsi vile unahangaika na amesikia kilio chako. Anasema ya kwamba hiyo hali unapitia sio ya kukuangamiza, hiyo hali unapitia sio ya kukumaliza, ile situation ambayo uko nayo sio ya kumaliza ndugu yangu, bali ni for the glory of God. Anasema katika 1 Corinthians chapter 10 verse 13 ya kwamba every test that you go through is a normal test that comes to people. Now he cannot test you beyond your means. By the time ataanza kutest, he provides you with strength and thus making a way out. 1 Corinthians 10:13 ya kwamba hiyo hali unapitia ni hali tu ya kawaida, inapata watu wa kawaida. Wewe sio wa kwanza kukuwa na madeni, wewe sio wa kwanza kukuwa na wagonjwa, wewe sio wa kwanza kukuwa na kesi, wewe ni kama wa kawaida. Watu wengi wamekuwa na hiyo hali, lakini Mungu ameweza kuwainua. Watu wengi wamekuwa na hiyo hali, lakini Mungu ameweza kuwakomboa. It's for the glory of God. Yesu wakati alipokuwa katika misheni yake, wakakutana na mtu mmoja ambaye alikuwa amepofuka tangu utotoni. Wanafunzi wake wakamuuliza Yesu, kati ya huyu mtu na wazazi wake ni nani alifanya dhambi ndio huyu mtu akazaliwa akiwa kipofu? Yesu akamwambia, upofu wake hauambatani ama hauna uhusiano na dhambi ya baba yake ama na dhambi yake, bali iko na hii ni for the glory of God. Na baada ya Yesu kusema hivyo, akamwambia huyu mtu na huyu mtu anarudisha hali yake ya kuona. Nimekuja kupa tumaini ndugu yangu ya kwamba Mungu anaenda kurejesha tumaini pale ambapo tumaini limepotea, mahali ambapo walifikiria kwamba yako kusha. Mungu anaenda kuonekania na unaenda kuwa victorious. Atakupigania dhidi ya maadui wako, atakupigania na utaepuka mshindi. Yesu amekuja kukupa tumaini ya kwamba ile hali ambayo unapitia, ile situation ambayo unapitia sio situation ya kuangamiza, sio situation ya kumaliza, bali ni situation for the glory of God. Unapomtumainia Mwenyezi Mungu, Mungu naye anakupigania. Unapomtumainia Mwenyezi Mungu, Mungu anakutendea. Wacha kushawishika na waganga, wacha kukimbia na madawa. Wewe mtumainia Mwenyezi Mungu, wacha kudanganywa na watu wanakupea mahirisi, wacha kudanganywa na watu ati wacha nikupee kusaidia biashara. Biashara yako itazama na itaendelea kuzama, lakini unapomtumainia Mwenyezi Mungu, maandiko yanasema katika Psalms 125 verse 1 that those who trust in the Lord are like Mount Zion, they will never be shaken or never be moved. Wakati unamtumainia Mwenyezi Mungu, wewe ni kama mlima Zayuni, huwezi ukatingizwa, huwezi ukaangushwa, huwezi ukakuwa moto. Ninakupa jambo moja tu ya kwamba kumbuka hii siku nimetembea kwa hii soko ni kwa ajili ya ushuhuda ya Mungu, ni kwa ajili ya kuwarudisha shukurani kwa wale ambao mlijinyima, mkachukua 10 yenu, mkachukua 50 yenu, mkanisapoti kwa ajili ya huyu mtoto. Ninasema Mungu awabariki tena mara nyingine, awabariki sana. Na ndiposa nimekuja nikasema ile soko lazima nirudi hapo. Nimekuja kuwapa tumaini. Usikuwe na wasiwasi mama, usikuwe na wasiwasi ndugu. Hali yako itarejea, hali yako itakuwa vile ilikuwa, na Mungu ataweza kukutendea. Watu wa Yesu, Mungu awabariki sana. Ninapoendelea kumaliza, ninataka niombe na mtu, lakini nataka tu kama umesikia neno, ambia tu Mungu asante. Hiyo message ilikuwa ni yangu, na nimeamini ya kwamba hali ninayopitia sio ya kuangamiza kazi yangu, sio ya kuangamiza watoto wangu, sio ya kumaliza shughuli zangu. Unaenda kunitendea na Mwenyezi Mungu atakutendea. Mbarikiweni sana. Ninataka niwaombee niende sehemu nyingine, na Mungu awabariki sana. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe, hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe, hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Tuamini, tuombe. Mungu anaenda kubadilisha hali ambayo walikuwa nafikiria umekwisha. Utainuka tena, na wakati utainuka tena, Mungu atakuweka katika level ya juu zaidi na zaidi. Baba Mungu wa Israeli, ninakushukuru kwa ajili ya wapendwa Roho Mtakatifu wameweza kusikia neno lako, nasema ni asante. Endelea kuwapigania. Umesema ya kwamba hali wanayopitia sio kuangamiza, bali ni kwa ajili ya utukufu na ukuu wako. Roho Mtakatifu, ninaomba ya kwamba Mungu wa Israeli ukaweza kuandaa, ukaweza kuwapigania katika biashara wanazozipitia.
Mungu wa Israeli, kuna mapito wanayopitia, ninaomba ukarejeshe tumaini kwa mtu mahala hapa. Kuna mama ako anafikiria vile anaweza funga hii kazi, maana amepoteza tumaini. Nimekuja kumrejeshea tumaini ya kwamba hiyo hali unayopitia mama ni hali ya utukufu wa Mungu. Mungu anaenda kukuinua tena, jinsi vile alivyofufua Lazarus, unaenda kufufuliwa tena kazi yako. Mungu atakuweka katika level ya juu. Kuna ndugu mahala hapa, maloni zinamsumbua, kuhangaisha. Nimekuja kukupa tumaini ndugu, jipe moyo. Maandiko yanasema hiyo hali unapitia inapata watu wa kawaida tu, si wewe wa kwanza. Mungu atakuonekania, Mungu atakuinua tena. Waliofikiria kwamba saizi unanuka, saizi umeisha kuisha, jinsi vile mada alivyofikiria ndugu yake ameisha, katika hiyo hali Mungu atakuonekania. Ninaomba hii soko, watu wa hii soko, Mungu akaweze kuwabariki watu wa hii soko, Mungu akaweze kuwatembelea katika biashara zenu, zinasaidia wengi. Mara mingi watu wanakuja hapa, kuna viwete wanakuja hapa, kuna watu wenye magonjwa mbalimbali wanakuja kuomba msaada. Kuna mtu anajinyima pesa yake, anawasapoti hao watu. Mungu hawezi kuruhusu biashara yako ifunge, Mungu hawezi kuruhusu biashara yako izame, Mungu hawezi kuruhusu ukaangamie. Nimekuja tu kukutangazia kwamba kuna Mungu mbinguni anayeonekania watu. Mama, wacha nikuambie, usisononeke ndani ya moyo wako, maana Mungu amekuletea jawabu ya kwamba even though ulikuwa umeshazikwa, even though hali yako ilikuwa imeisha, even though biashara zako zimefika hali ya mwisho, nimekuja kukurejeshea tumaini ya kwamba kuna Mungu mbinguni anaenda kukufufua tena. Kuna Mungu mbinguni anaenda kukupigania. Aliyefufua Lazaro atafufua biashara yako, aliyefufua Lazaro atafufua kazi yako, aliyeponya magonjwa mengi atakuponya mpaka na familia yako. Ninaomba mkaweze kubarikiwa watu wa soko ya Kangemi. Ninawapenda sana, mlinipangusa machozi wengine wenu. Ninasema tu mbarikiweni, Mungu akawatakase. Ninaomba ya kwamba Mungu akaweza kuinua wale wanaopika vita, zile mishale mnazorushiwa. I reverse back to the sender by the blood of Jesus. I reverse back to the sender kila madhabahu ya giza, wale mnaoendea wengine kwa uchawi, wale mnaoendea wengine kwa ukanga ili wakafunga biashara zao. Nimekuja kukutangazia moto ya kwamba unaenda kupatana na mapiko. Mungu atakushughulikia, Mungu atakushughulikia. Wale mnaotegemea madawa, nimekuja kuwatangazia hali ya hatari ya kwamba Mungu atakushughulikia. Umenyanyasa watu wa biashara wenzako, Mungu atakushughulikia. Yale unatakia wengine yanaenda kukugeuka by the blood of Jesus Christ of Nazareth. Ninavunja kila nira za mapepo katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa Israeli, ninaweka wapendwa mikononi mwako, waongoze, wabariki, wainue, watakase, na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen and amen. Baba Mungu wa Israeli, ninakushukuru na kukutukuza kwa ajili ya mchana wa leo. Baba mtakatifu, umeniongoza, umenileta mahala hapa, na sababu umenipa wapendo hawa mbele yangu. Yesu mwana wa Mungu, wako tayari kusikia neno lako, nasema ni asante. Mungu wa majeshi, jina lako lipewe sifa, kuinuliwa milele na milele, maana wewe ni Mungu unayestahili kuabudiwa milele na milele. Ninaomba ninapoenda kupitisha neno, spirit of confusion, I calm them by the blood of Jesus Christ. Roho Mtakatifu waongoze, wabariki, na ni katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Yesu alipopata ripoti ya ugonjwa wa Lazarus, maandiko yanasema kwamba Yesu aliwaambia kwamba huo ugonjwa sio wa kuwaua, huo ugonjwa sio wa kuua Lazarus, bali ni kwa sababu ya the glory of God uweze kutukuka kupitia kwa mwanao. Maandiko yanatuambia kwamba wakati Yesu alikuwa amepokea ujumbe kwamba Lazarus ni mgonjwa, alipeana tu ripoti moja tu ya kwamba huo ugonjwa sio wa kumuua, bali huo ugonjwa ni kwa ajili ya utukufu wa mwana wa Mungu. Nimekuja kukuambia ndugu yangu siku ya leo ya kwamba hiyo hali ambayo unapitia, hiyo shida ambayo uko nayo, hiyo kesi ambayo uko nayo, huyo mgonjwa ambayo uko nayo na kuhangaisha, sio kwa sababu
ya kwamba anaenda kukufa, sio kwa sababu hiyo situation inaenda kukuangamiza, sio kwa sababu hiyo vitisho uko nazo kazini huko zinaenda kufuta kazi, lakini ni kwa ajili ya utukufu wa Mwenyezi Mungu kupitia kwa mwanao Yesu Kristo. Jesus said, take away the stone. Martha, the sister of him that was dead, akamwambia Yesu, said unto him, Lord, by this time he stinks, for he has been late 4 days. Ya kwamba Martha akamwambia hivi, Yesu huyu kwa saizi ni kama ananuka, maana amezikwa 4 days ago. Yesu akamwambia aje? Jesus said unto her, that if you would believe, you should see the glory of God. Then they took away the stone from the place where the dead was laid. And Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank thee. Father, I thank you for you listen to me. And for the sake of these people, may it happen. Andiko anasema kwamba, and I knew that God had me always, but because of the people which stand by me, that they may believe that you have sent me. And when he has spoken this, he cried with a loud voice, Lazarus, come out. And so the dead came out. Ninataka nikwambie kitu moja, ya kwamba Yesu alipopata hiyo ripoti, alipeana tu ujumbe moja tu. Kabla niendelee, wacha niombe kwa ajili ya maandiko ndio nihubiri kiasi. Baba, katika jina la Yesu, ni asante kwa ajili ya neno lako. Umeleta ujumbe wa tumaini kwa mtu mara hapa, ya kwamba hiyo hali anayopitia sio kummaliza, bali ni kwa ajili ya utukufu wako. Ninakemea kila spirit of confusion ikapata kushindwa katika jina la Yesu. Ninapoendelea kuhubiri, kuna mtu atapata tumaini mara hapa. Asante na katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Yesu akamwambia Martha, nilikuambia kwamba ukibelieve utaona utukufu wa Mungu. Basi wakaondoa lile jiwe. Walipoondoa lile jiwe, Yesu akainua sauti, akaita kwa sauti, Lazarus, come out. Na kabla yule aliyekuwa amekufa akatoka akiwa amefungwa na zile kamba ama zile nguo alikuwa amefungwa ndani. Nimekuja tu kukwambia kwamba Mungu anaenda kukuinua kupitia hiyo hali ambayo uko nayo. Sio hali ya kukuangamiza, sio hali ya kukufuta kazi, sio hali ya kukumaliza. Hiyo hali ni kwa ajili ya glory of God. Maandiko yanasema kwamba wakati unamtumainia Mwenyezi Mungu, Mungu naye anasimama na wewe. Mungu hawezi kuacha uangamie. Sasa wakati waligundua ya kwamba ndugu yao ni mgonjwa, wakati mara Yesu aje atende jambo, Mungu anasema ya kwamba, Yesu anasema ya kwamba hiyo hali unayopitia ndugu yangu ni hali tu ya kukupandisha viwango zingine, ni hali tu ya kukuweka katika level nyingine. Umepitia katika hali ambayo hata wewe mwenyewe unaona ya kwamba imekwisha. Hata kuna wale watu ambao wameona situation yako, wanaona ya kwamba you have done, mambo yako yameisha, lakini nimekuja kukupa tumaini ya kwamba kuna Mungu mbinguni anayefufua watu. Wakati wa resurrection yako iko imewatia, wakati wa kufufuka kwako umewatia ndugu yangu, na Mungu amekuja na ujumbe moja tu ya kwamba hiyo hali unayopitia, mimi sijui ni mambo gani unapitia, Mungu wako na wewe mwenyewe unajua hali unayopitia, lakini message ni moja tu, hiyo hali sio ya kukuangamiza. The Bible says in 2 Corinthians chapter 12 verse 8 that my grace is all you need, for my power is greatest when at the weakest moment. Wakati ambapo uko very weak, hiyo ndio wakati ukuu wa Mungu, hiyo ndio wakati the power of God is much greater. Na hiyo hali unapitia, anasema ya kwamba ukisoma katika 1 Corinthians chapter 10 verse 13, the Bible says every test that you go through ni test ya kawaida tu, it comes to people. Na anasema ya kwamba he will not allow you to be tested beyond your means, na by the time utakuwa tested anakuprovide na strength. Yeye ndio anasema mwenyewe, and that's making a way out. That is 1 Corinthians 10:13. Wakati unapitia hali ngumu, wakati unapitia hiyo situation ambayo uko nayo, usione kwamba ni wewe wa kwanza. Watu wengi wameipitia, watu wengi wamepitia hapo mahali penye huko, lakini for the glory of God, Mungu ameamua upitie hiyo hali. Na anasema katika Job 6:14,
that God teaches people through suffering and uses distress to open their eyes. Wakati ambapo unapitia hali ngumu, wakati ambapo unapitia mapito, ndugu yangu, hapo ndipo wakati Mungu anataka kuinua. Nasema kitu moja, message ya Mungu ni kwamba hiyo condition ambayo uko nayo sio condition ya kumaliza, ni condition ya kuweka katika level nyingine, ni condition ya kukufungua macho, ni condition ya kukubadilisha viwango vingine. Wakati Lazarus alipoitwa kutoka kwa kaburi na Yesu aliweza kufufuka, waliofunga, waliokuwa wamemwekea ile jiwe kubwa walikuweko na walikuwa ordered ya kwamba remove the stone and die him and let him go. Nimekuja tu kukwambia kwamba wale ambao wameona ukisafa, wale ambao wameona ukihangaika, wale ambao wameona mpaka umewekwa chini sana, wanaenda kushuhudia ukuu wako, wanaenda kushuhudia your resurrection, wanaenda kushuhudia makuu ambayo Mungu anatenda katika maisha yako. Wale waliokuwa wamesema kwamba huyu mambo yake yamekwisha, kama vile mother aliambia Yesu, huyu alizikwa 4 days ago na by now ananuka. Wale ambao wanaona kwamba umesaulika, hata hiyo termination letter ambayo umepewa, wale wanaona kwamba umesaulika, unaenda kupata promotion mahali ambapo watashuhudia ya kwamba Mungu amekuonekania, kwa sababu Yesu amesemaje? Ile hali sio ya kuangamiza Lazarus, ile hali sio ya kumaliza, ile hali ni for the glory of God. Mungu anasema kwamba hata kuacha. Katika Isaiah 41:10 ukisoma pale anasema don't be afraid, I will be with you, I will protect you. Hakuna kitu ambayo inafai kuterify. Mungu awabariki sana. Huwa sipendi kwenda mambo mengi sana, kwa sababu message ya Mungu inakuja ikiwa very clear, na ikiwa very clear hivyo haifai tena ni exaggerate sana. Nimekuja tu kukupa tumaini. Shika tu mstari moja tu ambao umesikiza. Nimesoma kitabu ya Yohana 11 mstari nikasoma 4. Uende pia usome pale kama uko nafasi, soma yote. Mungu atakutia nguvu. Sijui ni hali gani unapitia, sijui mbona nimekuja kwa hii gari, sijui mbona tumekutana na nyinyi, lakini Mungu anaenda kutendea jambo. Mungu anaenda kuonekania. Mbarikiweni sana. Ninataka tu niombe nikiwa namaliza. Mungu awabariki kwa kunisikiza. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. 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 Kama ukapo unajua hiyo message ilikuwa yako, ambia tu Mungu asante. Asante kwa kunipa tumaini. Mungu wa Israeli, ninakushukuru na kutukuza na kunyanyua wewe ni Mungu. Unastahili kuabudiwa, unastahili kupewa sifa, unastahili kuinuliwa. Umeahidi wapendwa hawa ya kwamba hali wanayopitia sio kuangamiza, bali ni for the glory of God ikuwe manifested. Yehova Mtakatifu, ninaomba neno lako halijawahi kuwa la uongo, ukatimize kulingana na vile promise yako iko katika neno. Yehova Mtakatifu, ninaomba ya kwamba ukawaongoze katika vita ambazo wanapigana nazo. Yesu mwana wa Mungu, Mungu wa Israeli, umewaahidi protection. Unasema katika Psalms 121:7 that you are going to protect them as they go against all dangers. Yehova Mtakatifu, waongoze, wabariki, wainue, watakase, watakupa ushuhuda, watasema kwamba wewe ni Mungu. Uinuliwe milele na milele, uabudiwe milele na milele, na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Amen.